At the moment, I have no specific expectation. I'm expecting anything right now, and if I had certain expectations, I think it could. But because I listened to her and her story is genuine, and you see, vile tu nimesema, jua mwenye anajua mama na baba ya mtoto ni mama. So she has a strong belief that mimi ni mtoto wake, and I didn't want to refute that or write it off before doing my due diligence and something scientific. And that's why we came to Dr. Duo's hospital, La Femme, because we wanted a facility that can give us genuine results and someone that can do this. Ndasemaje, hata sina words. nataka tu na expect anything. Okay, na Diana hajaongea about this story. Kunaendaje? Sababu hata yeye pengine anashangaa mali yako. So yeah, unajua it's something very, it's a sensitive matter. It's not a matter ya ku comment just. Tumeambiwa after 14 days results zitakuwa out pale. Hebu tuambie, kitu ya kwanza ukipata ni mamako na kitu ya pili ukipata sio mamako. Sijapanga anything. And I think the first thing is to make sure that mom here amepata closure, that this is it, okay? And I don't know, Dr. Tu, in such situations, sijui mnafanyanga aje before mtu results, sijui how to. So kwa kweli kuna, kabla tufanye results, kuna counseling. Na hiyo counseling hasa ni kuhusu matokeo and the effect ya matokeo. Wenda kwa tunasema hapa results ni mbili, kuna yes na kuna no. Ikiwa kuna no, there's an impact that is there in terms of the family, in terms of you as a person, in terms of sasa kureconnect hiyo miaka yote, and the same thing for mom. So counseling kwa inakuja, and that will happen between the days between now and the time we get the results. We'll be talking about this, the possible outcomes and the impact. I have a question. Earlier you talked about Joy's story 5 years ago. I don't know if I got it wrong. Yeah, is when I think the daughter, who is now my sister, okay, so DM'd me. Yes, unajua nyi vile ilikuwa kujia, mi alikuwa shani DM 5 years ago. So I thought it was just her, but nika ignore tu vile alini DM Facebook. But sasa vile niliona ilikuwa either kwa video ya Kioko ama kuna mtu mwingine. Kwa Penina something, yeah. Yes. So is when I took it on as a serious matter. Yeah. Yeah. Siwezi nikashiki sana bila alikuwa mdogo, lakini kitu kilikuja tu ndani yangu. Kasha kutoka tumekupa bila hivi. Akaniambia uchungu mtoto. So nikawa na kinoa vile yeye pia alikuwa na kinoa hivyo, nasema sasa mtoto ni mwacha mdogo sidani. Sasa na tata, lakini kiliendelea kunilasimisha, wewe mtoto wako na batilia. Kilisiti kabisa. Nikamwambia Mungu, kama ni siri yenyewe uko umeweka ndani. Na nimetembea na miaka ilikuwa nimeficha sitatoa. Nilikuwa msema nitakufa naye, singetoa. Mungu ndiye alilazimisha. Sasa ndio saundo sikuwa sikuja kumtafuta. Mimi nikasema nitamfikia aje, sina uwezo nitampata. Sasa Mungu, kama wewe mwenyewe uko na njia unataka nipate huyu mtoto na kuna kitu ulikuwa umeweka ndani mwake labda kimekoma, sawa, acha mimi niende kumtafuta. Sasa ikawa siku moja niko kazi nafanya shughuli zangu,
kwa mtoto wangu nikafungua TV. Pastor akakuja kwa TV. Mimi nikasema mimi sipendi by then nimeokoka, sipendi mambo na mapasta wa kitu ni waongo. Kitu kaniambia hapana. Sasa nilikuwa kwa room nyingine, nikaniambia huku tuko mama. Tukikaenda tuko kwenye natoka. Umsikilize wewe mtu hakuna kitu hapo na message. Ati ni pastor kutoka Bungoma. Hebu wasikie kuna kitu anataka kwambia. Leo nilirudi nikakaa nikamsikiliza. Bila alimaliza sikufanya kazi. Roho yangu ikafika. Niko na kitu kimeingia ndani mwangu. Nikafunga kazi. Nikisha akanipigia mbona ufanye kusema nilikuwa na kitu. Nikasema hii pia ni ya maana. Nisikiliza ni sauti ya Mungu. Nikaenda kwa nyumba sikuridhika, niliendelea kusearch. Nikapata huyu pastor na tukaongea. Na nikatafuta ilikuwa rahisi tena nifikie pastor. Neema ya Mungu. Mungu akitaka kufunikia kitu ndani mwako achezi. Ilipiti siku hata na fea, lakini ilipiti nikafute pastor siku mbili. Ya kwanza nikatoka kufika Industrial, nikampigia simu akasema si leo, ni Sunday pia sikuchoka. Nilisema Mungu acha niende enyewe ilikuwa karibu tumfikie, lakini mwenye tulikuwa naye akachoka. Nikamwambia usichoke. Wana wa Israeli pia ilikuwa rahisi. Walichoka ndiposa wakamfikia Mungu. Wacha tuendelee kuuliza. Lakini bahati nzuri katoka katokelezea tu. Atupile kalitoka. Sasa kari yako nzuri. Tunaweza chua pastor Israeli. Sasa akasema huyu Chakoya. Nikasema huyu aliishi kwa hili chea. Nikasema ni huyo. Ati hapa tu chini kanisa. Tulimfikia na tuliongea na yeye. Pia alimaliza kanisa. Hiyo miro yangu ilikuwa simu. Huyu pastor atamaliza saa ngapi kanisa? Yaani kitu kiko tu ndani nataka nimuone. Kanisa kabla chaisha wakasema mkimaliza mtaenda kwa pastor mdogo. Mimi nikasema sitaenda mdogo. Lazima niende tu kwenye Mungu amenidirect. Mwenyewe nilimuendea na tukakaa chini. Nikamwambia pastor niko na kitu inanisumbua. Kuna ndoto zinanisumbua sana. Na kabla sijakwambia naomba msamaha kwa Mungu kwa sababu kuna mtoto nilizaa nikapeleka hospitali. So mtoto mimi hata nilienda wanitia wakakataa. Mimi nilikuwa nimekiva hata sina acha na yeye. Wacha tuikae basi Mungu alikuwa mpanga. Lakini mtoto pata ananirudia. Ananiuliza yani sina amani. Nitafanya hicho mchungaji. Akaniambia unaona muone. Ndio mtoto kani kamuona anakuja ni baba. Aniweza tu bahati tena makina yenye niliita ni yeye. Anaambia mimi ni Kevin. Nitafute. Sasa mimi nimeshinda vile nitampata. Na Mungu amenidirect unisaidie. Akasema sawa, acha basi kesho ukuje tuongee. Akanitumia fare nikaenda tukapatana tukaongea na akasema siwezi mfikia lakini wacha Mungu tu mwenyewe afanye nini amtafute. Basi akatuma kaenda tu akanioti wakatuma kupoza mliona sikawafikia. So vile uliniita na niliita tu Kevin. Ilikuwa Kevin Kioko ya bahati hapana, hiyo ni nickname ile kitu iko ndani mwako. Mama swali kwa baba. Swali kwako. Baba yake sister kwa sababu baba yake tulipatana nikiwa msichana, ilikuwa 1993. Nilikuja hapa kutafuta kazi. Mimi nilikuwa nataka kazi. Na kumbe Mungu ametoa tu Western, kuna kitu nilikuja hapa. Kufika hapa iko kazi sasa ni Mungu sasa hii ni nini? Sasa ikawa tu tukakutana na yeye kwa kazi mahali nilikuwa nafanya kazi. Walikuwa wa vijana watatu, Waluya wawili na Mkamba. Sasa Mkamba ndiye alinipendeza nikampenda. Yeye akasema yeye hataki urafiki, anataka kuoa. Sasa mimi nilikubali na tukakaa na yeye karibu miezi saba. Alafu nikamwambia sasa wacha tutakaa kabla sijaambia wazazi mpaka wachue niko kwa ndoa. Alikuwa tu ananipea pesa nikiweka posta sikiendea mzazi. Sasa mzazi alikuwa anafikia niko kazi na kumbe niko kwa ndoa. Nikasema hii sitaficha sana. Nikawa niambie wazazi. Lakini usema kweli mama yangu alikataa. Nikasema hapana, hiyo ndoa nikajaribu akakataa mara 3. Na ndio tulikuwa tukishasikilizana niende kwa kijana lakini akakataa. Sasa nikasema nikamwambia kijana si kwa ubaya mama amekataa, wazazi hawataki. Na kitambo si kama saizi, si tulikuwa tunaheshimu. Sasa akisema hii barabara hapana, lazima usikie mzazi. Sasa ikawa hivyo tu. Ilifika ni baada akaenda kwa children's.
Sasa ndio saa ile wasasi walikataa, nikaambia kijana, sasa wasasi wamekataa tutakaa. Kijana asikia machungu sana, lakini nikamwambia pole, ni wasasi lazima nifuate sheria. Sasa tukaachana, mimi akasema sawa, kama unasema enda, lakini mimi nami sitakaa hapa. Heri sasa machungu yangu nami niende wapi? Mombasa, sitakaa hapa. Ukirudi Sidani utanipata. Mimi nikachinja, sasa mbele nilikuwa na mimba. Sasa nikakaa, mbe kaendelea, akasema hapana, acha nitafute uchama. Sasa nani atanisaidia hata kama wazazi wamekataa? Kurudi pale sikupata. Juzi kitambo iko ati tuko na simu, kwanga na call box. Sorry. Endelea. Na call box watu walikuanga nao wale watu mmoja, si hata watu wote. Sasa angeniachia hiyo namba ya call box, tunaenda Mombasa mahali fulani. Sasa nikasema tu sawa, Mungu kama unataka ikuwe hivyo sawa. Mimi nilikuwa na hiyo machungu la siku mpata, nikasema nami sitaki watu wa kwangu wachio penye niko, nami naenda kujificha. Ndio nikajificha, nakaa tu na msichana mwingine mpaka kulifika wakati wa kujifungua. Huyo msichana kwa yeye ametoka ameenda kipara yake, lakini mimi nilikuwa siendi tu, nilichoka. Nilikuwa ananiacha kwa nini. Sasa nikaona dalili ya kujifungua ishafika. Nikasema Mungu hapana, nataka nijifungulie tu kwa nyumba peke yangu, lakini Mungu akasema hapana. Hebu enda tu tafute daktari, enda hospitali. Sasa wakati nilikuwa naenda ilikuwa Waruku. Bado nakumbuka hapo mahali nikifika, mwili yangu nisipendangi hiyo barabara. Hapo tu ndio nilifika pale nikashindwa sasa kutembea hiyo mlima. Katika mapoti nikaambia Mungu nisaidie. Lakini Mungu alishuka kadi akanisaidia. Sitakangi kuongea story lakini Okay, so, procedurally, meaning that you follow the procedure, given that wakati unaenda